Mtu mwingine katika kundi hili au chama hiki aliyekuwa na nufudh na kuwa katika ushauri na kuathir ni mtu mmoja akiitwa Sayyid Qutb. Allah wasamehe hao makosa yao. Sayyid Qutb yeye ndio al-mufakkir athani katika jamaa baada ya Hassan al-Banna. Huyu bwana ana mchango mkubwa sana katika kuipindisha ile manhaj ya ahli sunnah wal jamaa, bali katika kuielekeza jamaa ikhwan al-muslimin. Kwa jamaa al-ikhwan al-muslimin ikawa ina mwelekeo wa bannaiyya na al-qutbiyya. Hii watu wa Banna hawa iko zaidi katika upande wa irja na upande wa tasawuf. Wameathirika watu wengi wasiotaka dini. Haswali lakini yeye ikhwani, hafungi yeye ikhwani, mlevi yeye ikhwani, afanya anachokitaka. Hakuna alama yoyote ya Uislamu kwake, zote hazitaki. Alafu kuna jamaa ya Sayyid Qutb. Huyu bwana Allah amrehemu amsamehe makosa yake, ni katika watu waliohamasisha vijana wa Kiislamu kuipindua serikali ya Misri, kwa sababu siasa yake yeye sasa ililenga zaidi katika mapinduzi. Lakini kabla ya kuingia kwenye mapinduzi aliwashajiisha vijana na kuwajenga juu ya msingi wa bid'a wa takfiru almuslimin wa hukamihim, kuwakufurisha waislamu bila istithna na watawala wa Kiislamu walio katika nchi za Kiislamu kwamba ni makafiri. Kama ni makafiri, basi ni halali kuwapindua, ni halali damu zao kumwagwa. Sayyid Qutb ameandika vitabu Maalimu fi at-Tariq, Limadha A'damuni, Al-Adalah al-Ijtima'iyya. Ameandika tafsiri ya Fi Dhilal al-Quran. Ukivisoma vitabu hivi ukikumuta hivi ni takfiri tupu ya mwagika pale. Wa kullu ina'in bima fihi jamdahu, kufuru, takfiri ya mwagika pale. Mtaona kama maskhara hivi. Shida watu hawasomi, hawataki kusoma. Tafsiri yake imejaa mambo mengi ambayo si sawa, ni kinyume kabisa na misingi thabiti ya Uislamu, misingi ya ahli sunnah wal jamaa. Na kwa sababu hiyo wanawazuoni wengi walikosoa na wakaitia makosa na wakamhukumu kwa mujibu wa tafsiri yake kwamba huyu si mtu sawa, na alal aqalli wakampa udhur wa jahli katika dini. Yeye ni adibu. Adibu Kiswahili unamuita mwanafasihi, guru, guru kama vile Wala bin Wala, sifa guru pia mnaye hapa Kenya. Sasa alikuwa ni mwanafasihi, adibu, akiandika katika lugha ya kalamu yake ni sayal, ina ushawishi kwenye kuandika, andika kwenye magazeti wapi. Ana uwezo mkubwa sana wa kuizungusha lugha ya Kiarabu kwa ufasaha na ushawishi, kiasi ambacho anaweza kuzitingisha nyoyo. Lakini misingi ya dini ya Kiislamu, kawaidi zake ni misingi ahli sunna, misingi ya tafsiri fashil. Katika upande huu ni fashil. ولذلك أتى بهذه العجائب, akaleta mambo haya. Katika hayo makubwa kabisa, wachilia mbali itikadi yake ya kwamba Qur'ani ni kiumbe na kwamba anazungumzia wahdatul wujud. Tukianza kumzungumza yeye hatutamaliza, lakini alifikia wakati akazungumza maneno ambayo ni matusi dhidi ya Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, yamo ndani ya tafsiri yake, akimkosoa na kumtukana Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, bali anawatukana masahaba kama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wajua yule alinyongwa, sasa wajua
watetezi wake hao, lakini amtukana sahaba na maneno yapo ndani ya vitabu vyake. Kwani sisi hatuna ghera? Hatuna ghera na dini yetu? Hatuna ghera na wale udhama wa Kiislamu, watu wema, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hatuna ghera? Akishakuwa wetu tu mwanasiasa, kiongozi wetu kwenye chama, basi sisi tumpenda vyovyote alivyo, hata akiwa afanya hili. Basi alifikia hadhi ya kumtukana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ukirejea katika vitabu vyake kama al-Adalatul Ijtimaiya ukurasa wa 187 utakutana na maneno haya. Kwa kuwa sio mahali pa ushahidi wa maneno yangu na muhadhara wangu wale, kwa kuwa muda wa sasa hivi mpaka kufika mwisho wa muhadhara ni muda mfupi sana, na kupa kifurushi kizima tu kwamba katika aliyoyafanya ya makosa ndani ya vitabu vyake ni hayo ambayo wewe kwa udhaifu wa elimu yako ukisoma huwezi kugundua hilo, mpaka wapatikane watu wa kuyanyofoa yale, kukwambia kwamba hii bwana sio tamra, ni jamra. Sawa, hii si tende, hili ni kaa la moto, kilitia mdomoni utaungua. Sawa, hii si sunna, hii ni bid'a. Huwezi kujua kirahisi, na katika umma lazima wapatikane watu wa namna hiyo. Sasa katika mambo mabaya kabisa pia yaliyojitokeza ni huyu bwana kufikia hadi ya kuwakufurisha Waislamu kwa ujumla na kufuata madhhab na manhaji ya kikhawarij kwa ushuhuda wa watu wake wa karibu kabisa. Kuna mtu anaitwa Farid Abdul Khaliq, ana kitabu ameandika kuhusu Ikhwan al-Muslimin fi Mizan al-Haqq kwenye ukurasa wa 115. Anatueleza maneno haya, anasema: inna nash'at at-takfiri بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وبداية الستينات، وأنهم تأثروا بفكر من؟ تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله، قد كفر حكامهم ومحكومهم إذا رضوا بذلك. anasema Farid Abdul Khaliq ambaye ni mmoja katika viongozi wa Muslim Brotherhood, chama cha Ikhwan ambacho kimeenea kila mahali mpaka Kenya, kina wafuasi wake na mashabiki wake kila mahali. Ukisema Ikhwani watasimama watu watakufanyia raddi kutetea. Mmoja katika viongozi wao anasema hizi fikra za kuwakufurisha watu zimeanza kati ya safu za baadhi ya vijana wa Kiikhwan waliokuwa kwenye magereza ya Qanatir mwishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni wa miaka ya 60, na wao wameathirika na fikra za nani? Wameathirika na fikra za Sayyid Qutb na vitabu vyake, maandishi yake, na wakachukua kutoka kwenye vitabu hivyo, na kwamba huu mujitama wote wa Kiislamu huu ni mujitama wa kijahilia, si wa Kiislamu, na kwamba Sayyid Qutb alichokifanya amewakufurisha watawala ambao hawakuhukumu kwa kitabu cha Allah kile alichokiteremsha Allah, na amewakufurisha raia, ndio mahkumun ni raia, wa mahkumahum, na wale wenye kuhukumiwa watakapokuwa wameridhia hilo. Kwa vijana wa Kiislamu wakaathirika na hayo, wakaanza kuwakufurisha Uislamu. Katika aliyoyasema Sayyid Qutb katika kitabu chake fi dhilali al-Qur'an, na kuna baadhi ya mashekhe wakaanza kuwasomesha watu au wakawarejesha watu, si mchezo bwana. Angalia fi dhilali al-Qur'an, Sayyid Qutb fi dhilali al-Qur'an, kwa sababu yeye amependezwa na lugha tu. Hayo mengine itikadi, manhaji na nini, yeye hayana muhimu sana. Ipotea shauri yako,
tushapata lugha. Kwa hiyo wao wakawa wanawahimiza vijana. Sasa katika fi dhilali alquran juzuu ya pili ukurasa wa 1057 anasema laqad istadara az-zaman kahayatihi yawma jaa hadha ad-din ila al-bashariyah bila ilaha illa Allah. Zama zimekwenda zikazunguka zikaja katika hali yake ile ile siku ilipokuja hii dini kwa watu ikiwaletea la ilaha illa Allah. kisha asema faqad irtaddat al-bashariyah ila ibadati al-ibad wa jawr al-adyan wa naqasat an la ilaha illa Allah wa in dhalla fariqun minha yuraddiduna ala al-ma'adin la ilaha illa Allah. Ukisoma maneno haya hivi hivi kwa sababu huna misingi ya dini waona ni sawa tu wabeba tu, lakini anachokisema anasema watu wameritadi. Hawa wanaoitwa waislamu anawakufurisha waislamu. Utasema mbona hajataja waislamu? Utawaona hapo mbele. Tena khulasul muslimin anasema watu wameritadi wakaenda kwenye kuabudu watu, wakaelekea kwenye dini za dhulma na wakarudi nyuma wakaiacha la ilaha illa Allah. Hata kama litakuwepo kundi miongoni mwao wanaikariri la ilaha illa Allah katika minara ya adhana, la ilaha illa Allah, huyu kafiri huyu. Hata kama ukisema la ilaha illa Allah wewe ni muadhin, wewe kafiri tu. Msimamo wa Sayyid Qutb ukawa ni kuwakufurisha waislamu. Maneno kama haya ameyazungumza kwenye kitabu chake limadha a'damuni. Ushuhuda kama huo umetolewa na mmoja katika wanazuoni wa kiikhwan katika zama hizi, Dr. Yusuf al-Qardawi, ana kitabu chake kakiita Harakatul Ikhwan al-Muslimin fi al-marhalati al-qadima. Kitabu niko nacho siku nyingi sana, siku nyingi zaidi ya miaka 20 na haipungui miaka 27 28. Katika aliyothibitisha kwamba vijana wengi wa Kiislamu wameharibikiwa wakaingia kwenye takfiri kupitia vitabu vya Sayyid Qutb. Sasa katika kufanya vitendo hasa Sayyid Qutb kwanza anawaamrisha vijana wajitoe muhanga, wawaue viongozi kama rais al-Jumhuriya, rais wa nchi, rais al-Wuzara, waziri mkuu, kadhalika viongozi wengine waandamizi wakubwa katika usalama wa taifa. Pia vile vile walipue mitambo kama ya umeme, stima ile na muwasalati kama ni njia za SGR, Sudani, vunja zote barabara na nini, haribu. Kwa nini? Kwa sababu ni jihad fi sabilillah. Sasa walipofanya majaribio ya mwaka 54 kuipindua serikali ya Misri, Sayyid Qutb na wenzake walikamatwa wakawekwa ndani. Waliwekwa ndani mpaka mwaka 64 kwa shafaa ya rais wa Iraqi Abdul Salam Arif, nadhani kitu kama hicho. Baadhi ya ulama wa ahli sunna kina Sheikh Ibn Baz na wengineo, akaachiwa kidogo, lakini msimamo wake uko vile vile, akarudishwa tena ndani mwaka 66 kutokana na hatari walioiona serikali ya Misri wakati wa Jamal Abdel Nasser. Wakaona huyu dawa ni kumnyonga, wakamnyonga. Kama takamata ile ikawafanya watu wengi wakimbie katika nchi ya Misri, ikawa Misri hakukaliki tena. Wakapokewa katika nchi za Kiislamu kwa sababu wengi katika wao wengine ni wasomi, waalimu wa maskuli, wahadhiri katika vyuo vikuu. Wakapokewa kwa kufanywa ihsani, wakakaribishwa, wakaingia mamlakatul arabiyyah as-saudiyya kina Muhammad Qutb ndugu yake yule Sayyid Qutb na wengineo, na wengine walitoka Sham wakaingia Saudia na nchi za Kiarabu nyingine, lakini sana wengi wao walikimbilia Saudia
wakataatafu nao, na wengine wakapewa kazi. Sasa wamekuja wao, lakini fikra zao hawakuziacha, walihama mji tu, wakabadilisha na mbinu za ufikishaji harakati zile. Lengo ni kutaka kurudisha dola ya Kiislamu ambayo ilianguka, sio? Ndio hapo tulipotoka sisi, kwamba hii haraka hii ilianza ili kurudisha tena khilafa ya Kiislamu, lakini haifuati minhaji nubuwa. Hakuna muharaba wa shirk na nashri at-tauhid, wala muharaba wa bid'a, wala iltizam bimanhaj as-sahih التعامل مع الحكام ومحكوميهم, kutaamal na watawala na raia na wengineo. Wao wana manhaji yao mbali iliyoathiri nayo ni manhaj ya Sayyid Qutb. Manhaji gani? Ya kuwakufurisha Waislamu, wakianzia watawala na raia wao mpaka mwisho. Wakaathirika na fikra hizi waliokuwa vijana kwa wakati huo wakisoma, kina Abdullah Azam, kiongozi na muasisi wal Qaida, wakafuatiwa na kina Usama bin Laden baada yao, kina Muhammad Surur Zain al-Abidin. Na katika hizi nchi za Shamal Afrika, Gharibul Arab, hivyo hivyo vijana wakawa wameathirika na fikra hizo. Mtu utamwona dhahiri yake ni sunni salafi, atazungumza tauhid, atakataza bid'a, lakini walaa yake iko kwa jamaat al-ikhwan al-muslimin. wailak an tantaqida sayyid qutb, wailak an tantaqida sayyidahum, ole wako umkosee Sayyid Qutb, utashambuliwa. Kafanyaje Sayyid Qutb? Watu kafa shahidi, kanyongwa. Bila shaka kama hakustahiki kunyongwa, kuuawa, ni dhulma. Sisi tunaangalia alichokiacha ni sawa, aliyoyaandika ni sahihi. Kwa hiyo yale yakawa yameingizwa kwenye safu za vijana katika miaka ya 70, 80, 90, yakaja kudhihiri. Mwanzo kudhihiri mambo haya ni pale ilipotokea jambo la Saddam Hussein, rais wa Iraqi, na jeshi lake kuivamia Kuwait, al-Kuwait. Ni sawa, Saddam Hussein pinge alikuwa na nguvu nyingi kweli kweli, zilizomwezesha kupigana na Iran kwa miaka ile. Akaishambulia kweli kweli Iran, akisaidiwa na nchi za magharibi mpaka alipokufa Khomeini. Sasa nguvu zile alizonazo, alitakiwa sasa apigane na Myahudi mpaka aondoke. Si wakatiluhum, si ndivyo? Sasa pigana na Myahudi mpaka Myahudi sasa aondoke pale katika nchi ya Kiislamu, asiwadhalilishe tena Waislamu. Hakufanya hivyo Saddam Hussein. Alichokifanya, akaivamia nchi ndogo ya Kiislamu, akaiteka Kuwait. Uongo? Nyinyi mnakumbuka watu wazima, akaivamia ile Kuwait. Yaliyotokea Kuwait hadith wala haraj, ni shida kubwa sana. Wizi, mauaji, wanawake walibakwa, yani mambo mabaya hayasemeki. Wewe uache kwenda kupigana na Myahudi, waingia kwenye nchi ya Kiislamu, waivamia na maguvu ulionayo. Una nguvu mpaka umeitingisha Iran. Irani ni kubwa. Kuna watu wanasema ni kubwa kwa Iraki zaidi ya mara 6. Lakini aliitingisha kweli kweli, ikatingishika, kwa sababu nchi za magharibi zilikuwa zikimsaidia. Sasa anasema hii ni safari, tunakwenda mpaka wapi? Riyadh. Tunaichukua na Riyadh, Saddam Hussein huyo, tunakwenda mpaka Riyadh. Sasa itakuwa jamaa waje huku
Wasuudi wamekaa, jamaa waja wale tufanyeje? Nataka muone uikhwani ulipoanza kudhihiri sasa. Watu wakakaa khubara, wakaliangalia jambo, wakalitazama kwa mapana yake, itakuwaje? Sasa sisi tuna maulama, tuna hay'at kibarul ulama, sio? Saudi Arabia kuna hay'at kibarul ulama. الرئيس وكتون الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى إمام في هذا العصر. na ulama wengine wengi waliokuwa katika ile udhu ya hay'at kibar ulama, ni a'dha katika hay'at kibar ulama, ndio marji'i ya ahli sunna wal jamaa. Tuwaulize hawa, je, yafaa kwetu sisi kukodisha jeshi la kikafiri kujihami na kuihami mipaka yetu bwana asije, tukatumia pesa zetu za petroli au nini tuwaazime wale waje? Je, jambo hili lafaa? Yani kwa ufupi ni kwamba mimi kama hivyo wewe wakaa mathalani kama ni hapa Nyali au kwa Mshomoroni, West Nyali, kwa Mshomoroni huko mwamo cheka West ile au kwa Kongowea au popote kwa Kisauni wapi, jirani yako wewe ni kafiri, bwana John, Paulo, Samuel na kuendelea huko, kafir ndio jirani yako. Wamekuja vijana wa Kiislamu na mapanga na mashoka, wamekuvamia nyumbani kwako, wanataka kukuua, wanataka kuvunjia heshima kwa ahli zako, wanataka kukuibia mali yako. Wasikia hao waje, pana Muhammad, kuna Ali, kuna nani, kuna Jaafar, watu waislamu, lakini majambazi wamekuvamia, jirani yako ni kafiri, pengine uko jeshi na silaha nayo. Je, afaa kumwita Paulo, njoo nisaidie, nimevamiwa huku, lakini wale kuvamia ni waislamu wenzao? Yafaa? Au utakaa kimya, huyu mkafiri huyu, afadhali mtafute imamu wa msikiti huko Barsheba? Wewe yani tuzungumze wewe sasa, twende hivyo hivyo, wewe yani ndio umevamiwa, wafanyaje? Tofauti. Wafanyaje? Utamwita Paulo mkafiri yule? Paulo wa nini? Sasa hapo wewe wafuata hawa ya nafsi yako, wewe wafuata hawa ya nafsi yako. Maulama wakalitazama lile jambo, masalihi yake, mafasidi yake. Hili jambo kweli katika sheria kuna khilafu na hivi, na wazoni wanasema hivi, kuna hili na hili, inna la nasta'inu bimushrikin na hivi, na mfano kama haya. Kwa hali hii lakini itafaa tuweke masharti haya na haya na haya na haya. Wale wakatumia pesa zao, Amerika, njoo weka hapa mitambo yako, wakati wote huyu jamaa akija kwanza tumtoe pale alipowavamia wale ndugu zetu, atoke pale, atoke katika nchi ya Kuwait, aiachie arudi katika nchi yake, lakini asije huku kwetu. Vita ikaanza. Sasa kabla ya kuanza vita, fatwa ile ilipotoka, wanafunzi sasa waliopebeshwa fikra ya ikhwan muslimin wakanyweshwa ile katika jamiati zile za Saudia, wakaanza kutoka pembe. Hawa wakina Safarul Hawali, hawa wakina Salmanul Auda, hawa wakati huo walikuwa ni vijana wadogo sana, na hali ya kuwa kuna jibal katika ulama wa ahli sunnah wal jamaa, lakini wakapata jur'a, wakaanza kutoa mihadhara na kuwakosoa wanawazuoni kwamba hawa ni wanawachuoni wa sulta, hawa ni vibaraka, hawa ni kadha, ndani ya Saudia, na wengine wako Britania, wako wakina Muhammad Surur Zain al-Abidin na kundi lake, wakiandika makalati mbalimbali, wakituma kwa vijana, Majallatu Sunna, Majallatu al-Bayan. Sawa, mweza kuonyesha rai zenu, lakini ikawa tani moja kwa moja yaelekezwa kwa nani? Kwa ulama.
kwamba ni ulama usu, ulama usulta, yani Ibn Baz ulama usulta au na wachuoni wa serikali hawa wametumiwa hawa bwana kadha hawa wametoa kafiri hawa, sasa hii ni ihtilali, sasa tumetawaliwa tena, sasa maneno chungu nzima. Allah akakadiria vita ile ikapiganwa, wale wakatumia pesa zao kwa ajili ya kumuondosha Saddam. Saddam alitoka Kuwait, hakutoka? Alitoka, lakini akipigana atarusha kombora moja Riyadh, Skad, jingine itakuwa Tel Aviv, ili kuamsha awatif na hisia za watu wote wakawa upande wa Saddam, wewe uko kwa upande huu. Wakati kina Tariq Aziz ikawa sasa ni ushabiki, dunia imeingiwa na ushabiki, huku Al Jazeera yatangaza, huku basi vurugu tu, ulimwengu kaingiwa na vurugu, hajulikani nani atakiwa aseme asikilizwe. Lakini ile marjiia ikhwan muslimina wakaishambulia mpaka ikawatoka vijana wa Kiislamu wakawa hawana imani tena na ulama.